naomba kuwasilisha mapendekezo ya kuligawa jimbo la Mbeya vijijini, ambapo ofisi imepokea barua kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, barua yenye kumbu namba CEA 4374 01183 ya tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2025 iliyohusu kuanza mchakato wa kuchunguza na kugawa au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi Tanzania Bara. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo letu la Mbeya vijijini ni jimbo ambalo linapatikana katika halmashauri ya Mbeya na ni jimbo ambalo linaundwa na tarafa tatu: tarafa ya Usongwe, tarafa ya Tembera pamoja na tarafa ya Isangati. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawasilisha kwako mapendekezo ya kuligawa jimbo letu katika majimbo mawili kama ifuatavyo. Pendekezo la jimbo jipya litakaloitwa jimbo la Mbalizi. Jimbo hili litachukua mipaka ya tarafa ya Usongwe yote, tarafa ya Isangati. Hili jimbo litakuwa na kilomita za mraba 1216. Itakuwa na idadi ya watu 276,120. Itakuwa na kata 18, lakini itakuwa na vijiji 86 na itakuwa na vitongoji 75. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia kuwasilisha jimbo la Mbeya jipya ambalo litaanzishwa, ambalo litachukua mipaka ya tarafa ya Tembera yote. Jimbo hili litakuwa na kilomita za eneo za mraba 1216. Itakuwa na idadi ya watu 95,137. Itakuwa na vijiji 54. Itakuwa na vitongoji 328, lakini itakuwa na kata 38. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa vigezo vya tume, jimbo letu linakidhi vigezo vya kuligawa na kupata majimbo mawili. Kwa muktadha huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha ili wajumbe wa baraza waweze kupitia na kutoa mapendekezo ya mgawanyo huu. Naomba kuwasilisha. Asante. Naitwa Mfisiri Menuswila, diwani wa kata ya Iwindi, ambayo pamoja na jengo la halmashauri liko kwenye kata hiyo. Naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ajenda hii imekuja wakati sahihi. Sisi halmashauri ya wilaya Mbeya ambayo ilikuwa na jimbo moja la Mbeya vijijini, tumekuwa na kilio cha muda mrefu. Tume kama imefikia kutupa nafasi ya kupendekeza kugawanya jimbo, mimi naliona ni muda sahihi, kwa sababu mimi hii naiita ni vita ya kimaendeleo. Tunapogawanya jimbo, wazo letu la kwanza ni kwa ajili ya kuwahudumia wananchi tunaowaongoza. Jimbo letu limekuwa kubwa kiasi kwamba hata mbunge aliye madarakani inamuia ngumu kujulikana kazi anayofanya, na unaweza kuwa na watu wakasema hatuoni kazi inayofanyika, kwa sababu kinachofanyika Izira mtu wa Iwindi hajui, kinachofanyika Irungu mtu wa Shizuvi hajui, lakini yote tuna mbunge mmoja. Mimi kutokana na hali ilivyokuwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja 100% mapendekezo yaende kama tulivyopendekeza na wataalamu wetu. Ninachoomba ni namna ya kujenga hoja ya kwenda na jambo hili kuanzia ngazi ya kwanza mpaka mwisho. Bahati nzuri na viongozi wetu wamekuja wengine kutoka ngazi ya wilaya na vikao vinakwenda huku. Kweli ni kilio cha wanambea vijijini cha muda mrefu. Tunahitaji na sisi tusonge mbele. Tuna barabara ambazo hazipitiki, kwanza kwa sababu ya bajeti ndogo, na ni kwa sababu tuna jimbo moja. Tukiwa na majimbo mawili, maana yake na wabunge tunao wawili na watafanya kazi iliyokusudiwa kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga hoja ipite kama ilivyopendekezwa na wataalamu. Asante sana. Naunga hoja. Nimefurahishwa sana na kauli ya katibu wetu tawala wa wilaya kwa kuja hapa leo. Amezungumza maneno mazuri sana kwamba leo anashuhudia baraza hili tukijadili hoja hii ya ugawanyaji wa jimbo, na leo yeye katutamkia kwamba DCC inakaa tarehe 12. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo hata wao wanatujali. Ombi kwa katibu tawala,
tunajua baada ya DCC inatakiwa RCC ifuatwe. Tunaomba sasa hata huko utusaidie ili jambo liende haraka kwenye RCC huko, lifike mapema ili hoja hii tusije tukachelewa wakati uliopanga. Asante, naomba kuwasilisha. Niunge hoja kwa 100% kwa maana ya kugawanya majimbo ya Mbeya DC. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninyosha mkono. Mimi lengo langu lilikuwa ni angalizo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Bahati nzuri sisi tupo Mbeya DC, lakini tuna mawasiliano mazuri sana na Mbeya jiji. Lakini Mbeya jiji nafikiri hivi vikao wao walishaanza kuvifanya, na bahati nzuri au mbaya kuna baadhi ya mapendekezo ambayo nafikiri sasa ndo angalizo langu kwamba sisi tuone. Wameanza kupendekeza kwamba tarafa yetu ya Tembela iingie jiji. Kwa hiyo angalizo langu Mheshimiwa Mwenyekiti, niungane kwanza na mtani wangu mwenyekiti wa chama wa wilaya, amezungumzia kwamba tunatakiwa tusipokwe maeneo yetu. Kwa hiyo tunaomba na sisi tusipokwe maeneo yetu. Mawazo yetu ambayo nafikiri tumejadili yaende kama yalivyojadiliwa, kwa maana ya kugawanya sasa majimbo yawe mawili na sio vinginevyo kwamba watu wengine wapendekeze kwamba tuingie kwao. Hatuko tayari Mwenyekiti. Asante. Labda niseme kwa hili ndio somo mwishoni na Mheshimiwa Diwani. Kwanza mimi nianze kuwapongeza halmashauri ya wilaya kwa sababu ndio mmeanza vikao. Nyinyi ndio wa kwanza kuanza vikao. Sasa mimi sijajua Mheshimiwa Diwani umetoa wapi hayo, kwa sababu jiji mpaka sasa hujafanya kikao chochote. Yaani unaolizungumza wewe ni kikao cha kwako, itakuwa cha peke yako. Huo ndio ukweli. Jiji wanataka kuanza vikao kesho baada ya kumaliza leo maadhimisho ya siku ya mwanamke. Kwa hiyo vikao mimi ni mjumbe pia. Kwa hiyo ningejua mapema tu kabla ya hili. Kwa hiyo mimi niseme kwanza nikupongeze mwenyekiti na baraza lako kwa sababu nyinyi mmekwenda na muda. Na bahati nzuri mkurugenzi aliniambia siku tunalizungumza tu mimi naye kwenye simu, akasema ni bora umeniambia, nataka kabla ya tarehe 10 mimi ndio nimalize kwenye baraza twende kwenye DCC. Na jana naongea naye kwenye simu nikamwambia tumepanga DCC tarehe 12 na 13. Akasema mimi naomba ya kwangu iwe tarehe 12. Kwa hiyo mkurugenzi kila jambo yeye amewahi kuliomba kwangu mapema. Kwa hiyo nikamwambia basi kama tarehe 12 tuanze kwako 12, jiji tutakwenda 13. Kwa hiyo hilo la kwako mkurugenzi umelifanya vizuri kwa nafasi yako na tunakwenda vizuri, lakini jiji watafanya DCC tarehe 13. Sasa ukiniambia jiji wameanza vikao, mimi sikubaliani na wewe. Kwa sababu taarifa hizo bado hazijafika kwetu za jiji kuanza vikao. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Wataalamu pamoja na kamati ya fedha na waheshimiwa madiwani, maana wote tumekuwa neno letu moja, kwa maana walichochakata kule kaletwa kwenye kamati ya fedha na madiwani wamelisia. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwamba Mungu awabariki sana. Sasa kinachobaki ni kuwa wamoja kama tulivyokuwa wamoja katika cheni ya majadiliano namna ya kutengeneza mchakato huu. Ombi letu sisi ni jimbo, naomba tu Mungu atusaidie tumweke mbele. Lakini mbali na haya, naombeni waheshimiwa madiwani tukachape kazi kwenye kata zetu. Hizi ni siku za mwisho. Hebu angalieni, fuatilieni, simamieni wananchi wenu ili yale mnayoyafanya yakaonekane. Wekeni vikao vya mara kwa mara na kwenda kukagua kwenye miradi. Na bado nisisitize tuchape kazi. Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa sana, na hasa alivyotafasiri kwa vitendo katika jimbo letu la Mbeya DC. Kwa miradi mikubwa imeshafanyika kupitia Mheshimiwa mbunge, ametubembelezea fedha kuja hapa. Kwa hiyo madiwani mna fursa nzuri ya kwenda kusemea yale ambayo Mheshimiwa Rais kwa kupitia Mheshimiwa mbunge hela zimeshuka kweli. Kwa Chama cha Mapinduzi kinajivuna sasa kwamba kweli utekelezaji wa ilani unafanya kweli na uko vizuri. Kilichopo ni kwamba bado tunaendelea kumwomba Mheshimiwa Rais kwenye yale mambo madogo na mahali ambapo bado kuna watu wengine wanaandika barabara, kuna watu wengine bado maji, umeme, lakini mambo bado yatakuja. Tutaendelea kufanyia kazi na kupambania ili yafike muda mwafaka ili wananchi wetu wakaweze kupata nuru ya kweli. Ndugu wajumbe, jimbo letu katika mkoa wa Mbeya, upande wa magharibi tunapakana na mkoa wa Songwe,
na mkoa na upande wa mashariki tunapakana na mkoa wa Njombe, lakini jimbo letu ndio linalofanya mkoa wa Mbeya upakane nayo. Kwa hiyo mashariki tunapakana na mkoa wa Njombe, katikati kuna jimbo la Jiji na magharibi tunapakana na mkoa wa Songwe. Nitaka niaseme haya mwakilishi wa mkuu wa wilaya ili mjue kwamba yani kama tungetumia lugha nzuri tungesema lazima ligawanyike. Ila sasa kwa sababu hairuhusi kusema hivyo, tunaomba huko kiwe kipaumbele. Na wewe umetembea umeona ugumu wake. Nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wetu wote waliochangia, ambao katika salamu zao ndio mliotupa msingi wa kujadili haya tuliyoyajadili. Zile baraka zenu tumezitumia vizuri. Tunawashukuru sana kwa hilo. Lakini la pili, wametuasa tuwe wamoja katika kusukuma hili jambo. Katibu tawala, jambo hili halijaanza leo, limeanza siku nyingi sana, lakini unakuta majimbo ambayo ni madogo sana ndio yanagawanywa. Tulikuwa tunafikiri huenda tunamkosa, lakini tunadhani saa hizi madam mpo nyinyi mnaofahamu mambo mengi tutafanikiwa, kwa sababu na nyinyi mmeonja ugumu wa hili jimbo. Sasa baada ya kusema hayo, waheshimiwa madiwani, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama hapa ametuasa turudi tukachape kazi. Na mimi niseme hilo tu, turudi tukachape kazi. Baada ya kusema hayo, mkutano wetu umeahirishwa mpaka siku nyingine tena. Asanteni sana.